Welcome to Gospel Outreach Kairote, where we reach you with the message of Christ and Him crucified. We have a YouTube channel where there are powerful sermons that will lift you and elevate you to another level. Places at the top. He was able to be the promise. You can subscribe, you can share, you can comment again. God bless you. Amen. Neno la himizo, a word that is going to stir us, neno ambalo litaweza kutuhuisha toward standing in victory in whichever circumstance. juu ya kusimama katika ushindi katika hali yoyote ile. We are in a hostile world. Tuko katika dunia iliyo na ukatili mwingi. And the world is against the vision we have, na dunia inaumikia maono tuliyo nayo, against our blessings, against our welfare. inainukia baraka zetu na mafanikio yetu. But we need to stand as victors in the world. Lakini yafaa tusimame kama washindi katika dunia hii, No matter the circumstance. pasipo kujalisha hali. Hallelujah. Hallelujah. And we would like to share under this topic, Na tungetaka kushiriki ujumbe wetu chini ya hiki kichwa, facing the world kukabiliana na ulimwengu as a son, kama wana, or as a son of God. kama wana wa Mungu. Facing the world as a son of God. Kukabiliana na ulimwengu kama wana wa Mungu. Hallelujah. Amen. Because as we stand in the world, Kwa sababu tujaposimama katika ulimwengu, we must always remember who we are, lazima tuelewe sisi ni kina what is nani, in us, ni kipi kilicho ndani yetu, and who is in our lives, na ni nani aliye maishani mwetu, and what he can do. ni jambo gani anaweza kulifanya. Hallelujah. Hallelujah. We need to face the world, Yafaa tukabiliane na ulimwengu, not just like any other person, sio kama mtu mwingine yoyote yule, but like the sons of God. lakini sisi kama wana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We want to have a look at John chapter 16. Tungetaka kuangalia Biblia zetu katika Yohana 16. And
read verse 33. Aya ya 33. And as we open our Bibles there, na tunapofungua Biblia zetu pale, let's pray. Na tupate kuomba. Precious Father, Baba wa thamani, we lift and honor your name. Twainua na kuliheshimu jina lako. In our midst, O Lord, katikati yetu, ewe Mungu, we open our hearts unto you. Twafungua mioyo yetu kwako wewe. We welcome your ministry into our lives. Twalika huduma yako maishani mwetu. By your spirit take over. Kwa Roho wako chukua usukani. Open our eyes that we may see your glory. Fungua macho yetu tukauone utukufu wako. Open our understanding, O Father. Fungua ufahamu wetu. Let us flow with you, dear God. Tupe kutiririka nawe Baba mwema. With that which you're doing. Na lile unalotekeleza. In the name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We pray believing. Twaomba na kuamini. Amen. Amen. The Bible says, Biblia inasema, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hallelujah. Amen. These are the words of Jesus. Haya ni maneno ya Yesu. And at this time it's like Jesus was preparing himself to leave. Na wakati huu ni kama Yesu alikuwa anajiandaa kutoka. He was preparing the disciples for his departure. Alikuwa anawaandaa wanafunzi wake kwa ajili ya kupaa kwake. And he told them, na akawaambia, in this world, katika ulimwenguni huu, you will have trouble. Mtakuwa na dhiki. And you can remember the words of Jesus in the chapter that follows. Na mnaweza kukumbuka maneno ya Yesu katika ukurasa ama sura inayofuata. As he made the high priestly prayer before God. Alipofanya ombi lake la kihuduma. One of the things he said, jambo moja alilolisema, is that I'm not asking you to take them away from the world. Baba, sikuombi uwatoe hapa ulimwenguni. Hallelujah. Amen. So Jesus, hivyo Yesu, did pray that we be taken away from the world. Hakuomba ili tuondolewe hapa ulimwenguni. And it is not the plan of God to take you away from the world. Na sio mapenzi yake Mungu akutoe hapa ulimwenguni. But it is the plan of God. Lakini ni mpango wake Mungu. That in the midst of the world. Kwamba katikati ya kuwa ulimwenguni. Bad as it is. Japokuwa kuko na ukatili na mabaya. Hostile as it is. Japokuwa kuna ukatili mwingi. That you may walk in the victory of heaven. Kwamba ukapate kutembea katika ushindi wa mbingu. Jesus told the disciples. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Be of good cheer. Iweni na furaha. I have overcome the world. Nimeushinda ulimwengu. Amen. Amen. And it's good for us to look a little at the world. Na ni vyema sisi tupate picha kidogo juu ya ulimwengu. What is the world? Ulimwengu ni nini? You know, the world, unajua ulimwengu is the operations of the enemy. Ni yale maovu yanayotekelezwa na adui, which are aimed against the people. Ikiwa inawalenga wanadamu, against their welfare, inalenga mafanikio yao, against their blessings, inalenga ama kuinukia baraka zao, against their destiny, inainukia hatima zao, against the plan that God has for them, inainukia malengo ama mipango Mungu alionao kwa ajili yao, etc. na mambo kama yale. When we talk about the world, tunapoongea kuhusu ulimwengu, we may talk about sicknesses. Tunaweza tukaongea juu ya magonjwa. You know, these are not from God. Maana magonjwa hatoki kwa Mungu. God has no store of sicknesses. Mungu hana ghala la magonjwa. The way if you go to a store and you open in chambers, you find, oh, in this chamber there is sickness. Kama jinsi unavyoweza kuingia kwa chumba kikuu ama chumba kikuu, unaweza kukua kwamba kuna sehemu ambayo imetengewa magonjwa.
So God has no store of sickness, they come from the enemy. Hivyo Mungu hana ghala la magonjwa. Magonjwa yanatoka kwa adui. Calamity, mambo kama hizo gharika ama gharika kama zile. Trials, majaribu, evil working, maovu yanayotekelezwa even through men, hata kupitia wanadamu, and so on. na mambo kama yale. Because the enemy, as he operates, he also uses men. Maana hata wakati adui anapotekeleza maovu hutumia wanadamu. When there are evil plans, even things like witchcraft, they never happen just in the air. There are people who are getting involved. Pia hata kunapokuwa kuna maovu yanatekelezwa kama vile mambo ya ushawi, hayafanyiki tu angani ama hewani tu, lazima yapitie kwa wanadamu. Kuna wanadamu ambao wanatumika. It's people who steal, they kill, and they do all those things. Ni watu huiba, wanaua na wafanya maovu yale. But all those are the works of the enemy. Na hayo yote ni kazi za adui. When the enemy is waging war, wakati adui anapotekeleza vita against the people, akiinukia watu, he uses others. Anawatumia watu wengine. Therefore, all those are works of the enemy. Hizo zote ni kazi za adui. And all together, na yote kwa pamoja, we can say that all those are the things that signify the world. Hayo yote ni mambo ambayo yanaonyeshana ulimwengu. So when we say the world, kwa hivyo wakati tunapo, we are talking about all those things that normally are found in the world. Tunaongea juu ya yote ambayo huonekana ama hufanywa katika ulimwengu, that is stand against us, ambaye yanasimama kinyume nasi, the bring discouragement, na kuleta hali ya kufa moyo, to weigh you down, na yanajaribu kukushusha chini, and so on and so forth, na mambo kama yale. So when Jesus says that be of good cheer, I have overcome the world. Kwa hivyo wakati Yesu anasema jipeni moyo, nimeshinda ulimwengu, he is saying I have overcome the enemy and all those things that go together with him. Anasema kwamba nimemshinda adui na yote ambayo huandamana na yeye. I have victory over the world. Niko na ushindi dhidi ya ulimwengu. And it's good that we look at it in this way. Na ni vyema tuweze kutafakari ama kuangalia hili jambo kwa hii njia, that the victory of Jesus on the cross, kwamba ushindi wa Yesu msalabani was our victory. ulikuwa ushindi wetu. The victory of Jesus over the enemy, ushindi wa Mungu wa Yesu dhidi ya adui, and is our victory. ulikuwa ushindi na ni ushindi wetu. And that's why he is saying, na ndiposa anavyosema be cheerful, jipeni moyo, because I have overcome the world. kwa sababu nimeushinda ulimwengu. Amen. Amen. So whatever Jesus has gained against the enemy, kwa hivyo vyote ambavyo Yesu alishinda adui, the victory of Jesus over the world, ushindi wa Yesu dhidi ya ulimwengu as the firstborn, kama mzaliwa wa kwanza, is our victory is ones who are coming after him. Ni ushindi wetu sisi ambao tunakuja baada yake. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus is the firstborn. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza. And as for us, we are coming after him. Na sisi tunakuja baada yake. I don't know whether you are a million people, I don't know. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Whether you are 1,000 born, kwa hivyo kama hata umezaliwa ukiwa wa 1000, whichever number you are coming. Pasipo kujalisha uliingia ukiwa nambari gapi. Hallelujah. Amen. But Jesus is the firstborn and we are coming after him. Lakini Yesu ni mzaliwa wa kwanza nasi twakuja baada yake. And whatever is his, na chochote ambacho ni chake, is ours as the children of God. kimefanyika chetu sisi kama watu wa Mungu. Amen. Amen. I have overcome the world. Nimeushinda ulimwengu. And there is a beautiful scripture I would like us to have a look at. Kuna andiko jema ambalo ningetaka tulitafakari. Colossians chapter 2. Wakolosai sura ya 2 and verse 15. aya ya 15.
Let's read from verse 13 for the sake of good flow. Ili kuwe na mtiririko, wacheni tuanze aya ya 13. When you are dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiyepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kusifua enzi na mamlaka na kusifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akasishangilia katika msalaba huo. Hallelujah. Amen. You know, the Bible says that Jesus, Biblia inasema kwamba Yesu on the cross pale msalabani and through his death, na kupitia kifo chake, not only forgave us, sio tu kutusamehe, alitusamehe tu, but also he cancelled lakini pia alifuta all the charge that was against us. hukumu zote ambazo zilikuwa zimetolewa kwa ajili yetu. Hallelujah. Amen. We were supposed to we were supposed to be condemned, Tulifaa kuhukumiwa, but all that condemnation was taken away. lakini hiyo hali ya kuhukumiwa iliondolewa. All the charge that was against us, Hukumu zote zilizokuwa zimetolewa dhidi yetu, Jesus cancelled that. Yesu alifutilia zote. Hallelujah. Amen. And not only that, Na sio hivyo tu, but also he took away all that stood against us. aliondoa vyote ambavyo vilisimama kinyume nasi. You know, the world starts against us. Unajua kwamba ulimwengu unasimama The kinyume chetu. enemy is opposed to us. Adui huanga anasimama kinyume nasi. He is our enemy. Shetani ndiye adui wetu, And we normally refer to him like so. na hivyo ndivyo tunavyomuita. Enemy to what belongs to you. Ni adui kwa kile ambacho ni chako. Enemy to everything that God would like to do to you. Ni adui wa chochote Mungu angetaka kufanya kwa ajili The yako. enemy of your dreams. Ni adui wa ndoto zako. The enemy of the desires you have. Ni adui wa matamanio The enemy yako. of your prayers. Ni adui wa maombi yako. The enemy of your progress. Ni adui wa kunawiri kwako. The enemy of your promotion. Ni adui wa kuinuliwa kwako. He is your enemy. Ni He adui is wa our enemy. ni adui wetu. And all that was stand against us, Na vyote ambavyo vinasimama kinyume nasi, Jesus cancelled it. Yesu alifutilia vyote. Meaning that the enemy has no power now against us. Hivyo ni kumaanisha adui hana nguvu dhidi yetu. Though he stands as your enemy, Japokuwa anasimama kama adui yako, but he has no power. lakini hana nguvu. He cannot prevail against us. Hawezi akashinda juu yetu. Jesus said, Yesu akasema the gates of hell kwamba malango ya kuzimu will not prevail against the church. hayatawahi kufaulu. Yes, the dhidi ya gates kanisa. are there, Ni kweli malango yapo, but they won't prevail against us. lakini hayatafaulu juu yetu. Hallelujah. Haleluya. There are times when roadblocks are put. Kuna wakati kunakuwa kumewekwa vizuizi kule barabarani, And there are people who will not pass through that roadblock. na kuna watu ambao kwa hiyo vizuizi ambavyo vimewekwa kule kwa barabara hawezi wakapita, Because they have issues. kwa sababu hao watu
wako na makosa fulani fulani, and the policemen are standing there with very big guns, na askari wamesimama pale na risasi kubwa, and the roadblock is there, you cannot just pass through. na hizo vizuizi vimewekwa pale ili mtu yeyote asipite. But when you have no condemnation, Lakini hakati hauna hukumu ndani yako, hallelujah, haleluya, just pass through, wanaondoa kidogo, wewe unapitia pale na wanakuondolea, piga saluti, wewe uendelee, na unapigwa saluti, wewe unaenda zako. wakati huo unaona kuna mtu ambaye yuko nyuma yako, wanamsimamisha haraka sana, Na okachoko na kwa modo wako okona ho kule kiona asipite, dara hetoke, because there is an issue there. kwa sababu hapo kuna shida mahali. Hallelujah. Amen. That's how the sons of God are. Hivyo ndivyo wana wa Mungu walivyo. Amen. Amen. We have been, all condemnation has been taken away. Kila hali ya hukumu All imeondolewa. the power of the enemy against us has been taken away. Kila nguvu zote za adui dhidi yetu zimeondolewa. Although the gates are there, Japokuwa malango yako, the gates of hate are there, malango ya kuzimu yako, but they won't prevail against us. lakini hayawezi yakafaulu kinyume chetu. And do you know something? Na unajua jambo, There are people they prevail against. kuna watu ambao wanashindwa na hizo nguvu za adui. Kama vile unamuona askari, kuna wengine anasimamisha na weka. Otorowana polisi nekuledo meraga ikarugamia hapo, And that person ends up in the court. na huyo mtu anamalizia kule kotini. Hallelujah. Haleluya. There are people the gate of hate prevails against. Kuna watu wengine wanaoshindwa na malango ya kuzimu. Hallelujah. Haleluya. The gate of hate prevail against them. Malango ya kuzimu inawashinda. Hallelujah. Amen. But for the sons of God, Lakini kwa wana wa Mungu, we have power. We go through. tuna nguvu, tunapenya. Hallelujah. Haleluya. Because of what Jesus did at the cross. Kwa sababu ya yale Yesu alifanya msalabani. And the Bible says, Na Biblia inasema, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. akiisha kusifua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkono kwa ujasiri, akisishangilia katika msalaba huu. I don't know whether you have ever seen a disarmed person. Samahani. A disarmed person. Somebody ambaye ametolewa silaha za vita. Ndio kana wana mundu ehereio matharaita. Hallelujah. Amen. If it is a gun you have, bring it. Kama ulikuwa na risasi unaitishwa. Una kisu, leta hapa. Kama okora ina kahio ogetio. Whatever he has, Chochote ulichokuwa nacho, put everything here. unaambiwa uwekelee pale. The strength to even fix somebody or to box somebody, Nguvu hata za kupiga mtu yote gumu inaondolewa. Okehererio. Unakaa ukiwa dhaifu. Ogaikara mundu mohotoru. That's how the enemy is. Hivyo ndivyo adui alivyo Against the sons of God. dhidi ya wana wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. That's what Jesus did. He disarmed the enemy. Hivyo ndivyo shetani alivyonyang'anywa mamlaka na uwezo. Amen. Amen. He made a public spectacle. Na Yesu akaifanya jambo la kuwa hadharani, publicly, ikawekwa hadharani. Hallelujah. Amen. Oh my. It's wonderful. Ni jambo la ajabu. Now this victory the Lord earned on the cross, Huo ushindi ambao Yesu aliupata msalabani, it is the victory we walk in as the children of God. huo ndio ushindi tunaotembea ndani yake kama wana wa Mungu. You walk in that victory every day. Unatembea katika ushindi huo kila siku. At times you walk in that victory unawares. Wakati mwingine unatembea katika huo ushindi hata pasipo kuelewa. At times the enemy starts against you and you don't know that he's fighting against you, but he is overcome as you continue. Na wakati mwingine adui anakuinukia na hujui hata anakuinukia, lakini unaendelea mbele
anda pasipo kuelewa na unashindaniwa. There is a singer who sang and said, Kuna mpaka aliba na kusema steps unseen before me, kwamba hatua ambazo sisioni mbele yangu, hidden dangers that are near, na kwamba hata hatari ambazo zimefishika na si karibu, but near to me is the Lord, lakini karibu nami ni Mungu. and therefore my song is a song of cheer. Na hivyo wimbo wangu ni wimbo wa shangwe. Hallelujah. Amen. You know, there are steps that I don't see. Kuna hatua ambazo sisioni. There are dangers that are hidden. Kuna hatari ambazo zimefishwa, But they are just here. They are just here. na si karibu ndio. There are, pits that have been dug. Kuna mashimo ambayo I yameshimbuliwa don't see them. na sisi asiyaoni, But I walk in the victory of the Lord, lakini natembea katika ushindi wa Mungu who is nearer to me ambaye yuko karibu na each and every day. kila siku. So I go through, Hivyo ninapenya despite there being those dangers. japokuwa kuna hizo hatari. The enemy starts to oppose me, Shetani anayesimama but greater is the one who is in me, lakini mkuu ni yule aliye ndani yangu, who stands opposing everything ambaye anasimama that he wants to do against me. akipigana na yeye ambaye anasimama He keeps kupigana na vindicating me. na anakaa akinitetea. Hallelujah. Hallelujah. Building a shield around me. Na akinizingira na gaa, I go in the victory of heaven, natembea katika ushindi wa mbingu, because the Lord is together with me. kwa sababu Mungu yu pamoja nami. He carries me with his hands, Ananibeba kwa mikono yake takes me over na ananifusha even the deepest valley. hata katika bonde ambazo ni He wants kubwa, me to move on, na ananifanya nisonge mbele, helping me to climb the highest mountain, akinisaidia kupaa juu ya and milima I ya mirefu, continue to proceed na ninazidi kuendelea with what he's put in me. kwa kile ambacho amekiweka This ndani is yangu. the Lord who overcame for me. Huyu ndiye Mungu aliyenishindania. Hallelujah. Haleluya. And each and every day Na kila siku becomes a day of triumph. inakuwa ni siku ya ushindi. Each and every day is a day of victory. Kila siku ni siku ya ushindi. 2 Corinthians 2 verse 14. Wakorintho wa pili 2:14. He leads me in a triumphal procession. Ananiongoza katika njia za ushindi. Hallelujah. Amen. Ninatembea katika ushindi kila siku. Geragera thĩinĩ wa nginya cia ũhotani o mũthenya. Hallelujah. Haleluya. This is what it means to be a son of God. Hivyo ndivyo inavyomaanisha kuwa mwana wa Mungu. This is what it means to be a child of God. Hivyo ndivyo inavyomaanisha kuwa mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Yohana in 1 John chapter 2, katika waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 2 and verse 14, aya ya 14, he addresses us as the sons of God, anatuelezea sisi ama kuongea kuhusu sisi kama wana wa Mungu with words of great encouragement and assurance. kwa maneno makuu sana ya kututia nguvu. Let's read this verse. Wacha tusome hili andiko. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 14. Yeah. It says, I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you're strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmeshinda yule mwovu. Hallelujah. Amen. This is beautiful. Hili ni jambo jema. You know, John is saying, Yohana anasema, I'm writing to you
ninawaandikia nyinyi because you know the Father. kwa sababu mnamjua Baba. I'm writing to you because the word of God lives in you. Ninawaandikia kwa sababu neno la Mungu linadumu ndani yenu. Hallelujah. Amen. Look here at the fact that first of all, we are the sons of God. Tazama, jambo la kwanza ni kwamba sisi ni wana wa Mungu. And again, na tena we know our Father. Tunamjua Baba yetu. There is nothing as good as knowing the Father. Hakuna jambo jema kama kumjua Baba. Knowing how great He is. Na kujua jinsi alivyo How mwema. faithful He is. Kujua jinsi alivyo mwaminifu. And having the word dwelling in us. Na kuwa na neno likiishi ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. A true son is the son who knows the Father very well. Mtoto wa kweli ni yule ambaye anamfahamu baba yake vyema. And a true son, na mtoto ama mwana wa kweli, is the son who is close to the Father, hearing what the Father is saying. Ni mwana ambaye husogea karibu na baba yake na kujua anavyotaka baba yake. Amen. Amen. Treasuring every word. Akidhamini kila neno The Father says. ambalo baba anamwambia. Amen. Amen. Trusting whatever the Father says. Akiamini lolote ambalo baba analisema. Amen. Amen. Esteeming the word of the Father. Akilidhamini na kuliinua na kulishika kwa heshima. Enriching himself with the word of the Father. Akijitajirisha na neno la baba yake. Colossians 3:16 says, let the word of Christ dwell in you richly. Kolosai 3:16 Biblia inasema, washeni neno la Mungu likadumu ndani yenu katika utajiri mwingi. Hallelujah. Amen. So John says, hivyo Yohana anasema, I'm writing to you because you know the Father, the word dwells in you, and you have overcome the world. Ninamwandikia kwa sababu mnajua Baba na mmeushinda ulimwengu. Hallelujah. Amen. Not that you will, but you have overcome the world already. Sio kwa sababu mtashinda ulimwengu, lakini ni kwa sababu tayari mmeshinda ulimwengu. Hallelujah. Amen. This is a position that the Lord has given unto us. Hiyo ni sehemu ambayo Mungu ametupatia. Amen. Amen. You've already been positioned there. Umewekwa pale. Even before you face the world, hata kitambo ukabiliane na ulimwengu, you have been positioned there. Umewekwa katika mahali pa ushindi. You'll be given a higher platform over the world. Umepewa jukwaa ya juu kuliko ulimwengu. Hallelujah. Amen. Just like the way you can be on a bridge. Kama jinsi ambavyo unaweza kuwa katika daraja, looking at the waters down there. Ukitazama maji yaliyo kule chini, the waters that may drown somebody. Maji ambayo yanaweza yakazamisha ama maybe there are crocodiles down there. Labda kule majini kuna mamba. The hippos are there, you can see them lifting their hands. Na kuna hao wanyama wote unaweza kuona wakiinua vichwa. But you are on the bridge. Lakini wewe uko juu ya ile daraja. They won't get to where you are. Hao wanyama hawatakufikia mahali ulipo. Hallelujah. Hallelujah. There is all the danger down there. Kuna hatari zote kule chini. But you are on the bridge. Lakini uko juu ya daraja. Hallelujah. Amen. That's how it feels to be a son. Hivyo ndivyo inavyohisi kuwa mwana. Amen. Amen. The longest bridge I've ever crossed is the Nyali Bridge. Lile daraja kubwa sana mchungaji amewahi kuvuka ni ile daraja ya kule Nyali. Hallelujah. Amen. If you have crossed a bigger one, I don't know. Sijui kama umewahi kuvuka a longer bridge, I don't know. Amen. Amen. Maybe if you have gone outside the country. Labda kama umeenda nje ya nchi. Hallelujah. Amen. But when you're there, you can see it's very long. Na ukiwa pale unaona hii daraja ni refu. And the waters are very deep. Na hayo maji. But you're on the bridge. Lakini wewe uko kwenye daraja. Hallelujah. Amen. That's how the Lord has positioned us. Hivyo ndivyo Mungu ametuweka sisi. We are above the world. Tuko juu ya ulimwengu. So those operations that we talked about, kwa hivyo haya maovu yanayotekelezwa, they are there. Ni kweli haya maovu yako, but they won't touch us. Lakini haya maovu hayatatugusa. We have overcome. Tumeshinda. We have overcome. Tumeshinda.
Hallelujah. Hallelujah. Even before a situation comes, you are an overcomer. Hata kitambo tukio lije, Before wewe a ni mshindi. challenge comes, you are above it. Hata changamoto kitambo ije, wewe uko juu ya hiyo changamoto. Before a trial comes in life, you have overcome it. Hata majaribu kitambo yaje, wewe umeyashinda. Because you are in the Lord. Kwa sababu uko katika Bwana. It's so beautiful to be sons. Ni jambo jema kuwa wana. Hallelujah. Amen. Sons of the living God. Kuwa wana wa Mungu aliye hai. As we wind up, Tunapoelekea kutamatisha, there is something very, very important. kuna jambo la umuhimu sana. Having a heart that is in tune with what is happening in heaven. Kuwa na moyo ambao uko na uwiano na mshikamano wa yale yanayotekelezwa mbinguni. Hallelujah. Amen. Hearing what the Lord is saying more than what the world is saying. Kusikia analosema Mungu kuliko kusikia vile ulimwengu unavyoongea. Perceiving what is happening at the throne of grace Kuona yanayotendeka katika kiti cha enzi more than the happenings that are surrounding you. kuliko matukio ambayo yamekusikia. Being moved by what the Lord is saying and doing Kusikia yale Mungu ambavyo ananena na kutenda than what the world is saying or doing. kuliko vile ulimwengu unavyoongea na kufanya. Hallelujah. Hallelujah. Let's remember a little what happened when the 10 spies or the 12 spies went to spy the land of Canaan. Wacha tutasame kidogo vile ambavyo kulivyotendeka wakati watu wale walikuwa wametumwa waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani vile kulivyotukia. In the book of Numbers. Katika kitabu cha Hesabu. We may not read so much there. Wewe tusisome sana pale, but we know that the Bible says, lakini tunajua Biblia inasema that 12 spies were sent, kwamba wapelelezi 12 walitumwa, and 10 of them came with a very negative message. 10 wao wakaja na ripoti ambayo ilikuwa ni kinyume sana. A message of fear, ujumbe wa hofu, a message of defeat, ujumbe wa kushindwa, a message of intimidation, ujumbe wa kuogofya, a message that was to the effect that nothing can happen. Ujumbe ya kwamba hakuna lolote lingetendeka. We cannot move on. Hatuwezi tukasonga mbele. That's the message they had. Huo ni ujumbe waliokuwa nao. But what about Caleb? Lakini kwake Caleb ilikuwaje? The Bible says, Biblia inasema, he said we are well able. Ya kwamba tunaweza vyema. Let's move into the land immediately. Na tusonge tukanyakue ile nchi upesi. Hallelujah. Amen. Let's move in immediately. Wache twende tukanyakue ile nchi upesi. Because we are well able. Kwa sababu tunaweza vyema. And the Lord is together with us. Na Mungu yu pamoja nasi. And what did God say? Na Mungu akasema nini About Caleb? kumhusu Caleb? Verse 24. Aya 24. For the sake of law, let's read from verse 20, but the first word line is verse 24. We're in chapter 14 of Numbers. Chapter 14. Tuko katika kitabu cha Hesabu 14, tutaanzia aya 20. The Bible says, Biblia inasema, the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole of the earth, not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but have disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I'll bring him into the land he went to,
and his descendants will inherit it. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kale, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Hallelujah. Amen. Look at these people. Tazama hawa watu. Were the 10 children of God? Wale 10 walikuwa ni wana wa Mungu. Wale 10, je, walikuwa ni wana wa Mungu? Ale 10 maisha na shagai. Weren't they the children of God? Ndio. They were. Walikuwa ni wana wa Mungu. But lakini they had worldly minds. Walikuwa na hisia na mawazo ya kidunia. And God said, na Mungu akasema, these people have seen my glory. Hawa watu wameuona utukufu They wangu. have seen my deliverance. Wameuona ukombozi They wangu. have seen my deeds. Wameona matendo yangu. But they have treated me with contempt. Lakini wamenidharau. None of them will see the Lord. Hakuna yeyote atakayeiona ile nchi. Hallelujah. Hallelujah. Being a son of God is not just enough. Kuwa mwana wa Mungu haitoshi. But we must be people with a different spirit. Lakini lazima tuwe watu walio na roho nyingine. Amen. For the Bible says, maana Biblia inasema, but Caleb lakini Caleb has a different spirit. ako na roho nyingine. He reasons like me. Anawaza kama He mimi. sees like me. Anaona kama He mimi. talks like me. Anaongea kama He mimi. behaves like me. Anajibeba kama He mimi. is in tune with me. Yeye ako na uwiano na mimi. Hallelujah. Amen. Therefore, I will cause him to inherit the land. Hivyo nitamfanya akairithi na kuimiliki ile nchi, And his children also. pamoja na uzao wake. Hallelujah. Amen. This is great. Hili ni jambo kuu. Whatever earned Caleb Kilivyompanya Caleb that victory and breakthrough ule ushindi na upenyaji is having a different spirit. ni kuwa na roho iliyo na utofauti. Hallelujah. Amen. Brethren, let me say, Wapendwa, wacha niseme, there are sons of God kuna wana wa Mungu who will miss certain blessings. watakosa baraka zingine. There are sons of God Kuna wana wa Mungu who will miss certain breakthroughs. watakosa upenyaji wa aina Who nyingine. will miss certain victories. Watakosa ushindi wa aina zingine. Not because God has not granted, Sio kwa sababu Mungu but hajaashiria, because they have not acquired a different spirit. lakini kwa sababu wamekosa roho They nyingine. have not allowed the truth to sink into them. Wamekosa kuruhusu ukweli uzame ndani yao. They have not allowed the Holy Spirit to minister to them, Wamekosa kumruhusu Roho Mtakatifu awahudumie, shaping the way they see things, akiwachonga jinsi wanavyoona mambo, making them to stand as the children of God, akiwakosa kusimama kama facing issues like the children of God, wakikabiliana na behaving mambo like kama the watu children of God, na kujibeba kama wana wa Mungu confessing like the children of God. na kukiri mambo kama watu wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. The Bible talks about Gideon. Biblia inaongea kuhusu Gideon. Time will not allow us to talk so much about him. Wakati hauturuhusu tuongee sana kumhusu. But the Bible says Kile Biblia inasema, that when the Lord came to him, wakati Mungu alipomjia, he told him, or he talked to him, akanena na yeye, and told him, the Lord is with you. malaika alipomwambia akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, Thou mighty man of valor. wewe shujaa wa nguvu. That word sounded to be foreign. Hilo jambo
mgeni kwake to Gideon, the heart of Gideon. kwa moyo wa Gideon. But God told him, Lakini malaika go wa in Mungu the strength that you have. enenda katika nguvu ulizo nazo. Hallelujah. Amen. He was not feeling it. Hakuwa na hizi, akona zile nguvu. He was not, perceiving that strength. Hakuwa na hizi ule uwezo. But I thank God because of Gideon. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya Gideon. He allowed the ministry of the Holy Spirit Aliruhusu huduma ya Roho Mtakatifu to transform the way he was seeing things. au iweze kubadilisha jinsi alivyokuwa anaona mambo. He became a very good student of the Holy Spirit immediately. Akafanyika mwanafunzi mzuri wa Roho Mtakatifu upesi. Started praying Akaanza kuomba and relating with God, akiwa na uhusiano na Mungu, asking God, akimuuliza Mungu, if you are the one who is talking to me, kama ni wewe ukawe na maji kwenye he is seeking the face of God. anautafuta uso wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He goes step by step with God Anaenda hatua kwa hatua pamoja na Mungu until eventually mpaka mwisho wake the truth that God had spoken about him ukweli ambao Mungu alikuwa ameunenea became real in his situation. ukawa dhahiri katika hali yake. He overcame. Akashinda. What transformed Gideon? Ni kipi kilichombadilisha It Gideon? is the word of God. Ni neno la It is the Mungu. message from above. Ni ujumbe kutoka juu. When God spoke to him, Wakati Mungu he alipomnena, allowed that word to transform him. aliruhusu neno limbadilishe. There before he never felt like a victor, Hapo mbeleni hakuwa anajihisi kama mshindi, but the Holy Spirit transformed lakini Roho his Mtakatifu way of seeing things, alibadilisha hali jinsi yake ya kuona and mambo, victory was born within him. na ushindi ukazaliwa kutoka ndani yake. Hallelujah. He became a man with a different spirit. Akawa mtu mwenye roho ya utofauti. As he eventually faced the Midianites, Alipoenda kukabiliana na watu wa with Midian, only 300 men, akiwa tu na jeshi la watu 300, against the whole mighty army, akienda kupigana na jeshi kuu, he went in the victory of God. alienenda katika ushindi wa Mungu. He overcame. Alishinda. Hallelujah. Hallelujah. And brethren, Na wapendwa, this is the position of a son. hapo hiyo ndio sehemu ya mwana. Hallelujah. Hallelujah. Lazima macho yetu yafunguke, No kinyamayo maitoa hingo. tuanze kuona Mungu vile alivyo, Tuache kuona ya gai ya na kuona dunia kwa mtazamo wa Mungu, na tukiona ardhi na muonelo wake, na kuona changamoto kwa mtazamo wa Mungu, tukiona maroidi na muonelo wake, na kusimama kinyume na whatever stands against us na tukiona moga runai from the point of view of God, kutokana na mahala pa mtazamo wa Mungu, because we are the sons of God. maana sisi tu wana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We are the sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. The world will remain the world. Ulimwengu utabaki kwa ulimwengu, Lakini ni sisi tunapokea mabawa, no ni tomo kagera madhabu, and we climb, na tunapaa, we fly above. tunapaa juu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwana ni ogosho. And we move on in the victory the Lord has given us. Na tunasonga mbele katika. I believe that message has been a blessing to you. You can subscribe, you can share, you can comment. In case you have not received Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer before the Lord and it can transform your life. Just pray after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner and I'm not worthy before you. Today, I repent of all my sins and I give my heart to you. I commit my life to you, so I be to be Lord and Savior over my life. I leave the world and I yield to you. I give my life unto you. Thank you because you have saved me. Thank you because my name is written in the book of life. Thank you because I'm a child of God from now. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer together with me, the Lord has saved you. He has transformed your life. From today, you are a new creation. If you happen to come from Lauderdale, Kairode,
you can join us in gospel outreach. And if you come from far, just look for a Bible-based church where you will grow and continue to serve the Lord, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.